Tumekutana hapa tena kama ilivyo kawaida kwenye saa ya uponyaji kwa njia ya imani. Jina langu ni Bryson Kivuli na haya ni maandalizi ya ibada kubwa kwelikweli ambayo itafanyika Jumapili ya wiki hii kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 7:30 za mchana. Ni ibada ambayo inakwenda na unabii mkubwa kwelikweli kutoka kwa mtumishi wa Mungu Evangelist and Apostle Anthony Mkane. Nasema itakuwa ni Jumapili ya kutoka Sodoma na Gomora. Yawezekana kila kinachoendelea kwenye maisha yako, kinachokupa changamoto, utata wowote unaoendelea kwenye maisha yako kwa sababu upo Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora ni eneo ambalo halikuwa eneo sahihi kabisa kwa mtu wa Mungu. Halikuwa eneo sahihi kabisa kwa kila mmoja ambaye alikuwa na target ya kufika sehemu fulani. Alikuwa anatamani kuwa na amani, lakini ulipokuwa Sodoma na Gomora, hayo yote hayakuwezekana. Inawezekana unafanya biashara yako lakini haina mafanikio, haina matunda yoyote. Miaka yote umekuwa ukifanya, basi mtumishi wa Mungu anafananisha biashara yako iko Sodoma na Gomora. Sasa nini kinatakiwa kifanyike? Jumapili hii itakuwa ni Jumapili yako pekee kutoka Sodoma na Gomora. Hautakuwa ni mtu tena wa kusumbuliwa na magonjwa kwa sababu utakuwa umeshatoka kwenye ardhi ya Sodoma na Gomora. Yawezekana biashara yako haitosumbua tena kwa sababu utakuwa umeshatoka Sodoma na Gomora. Unataka kutoka Sodoma na Gomora. Lakini pia jaribu kuangalia Sodoma na Gomora kwenye maisha yako ni nini? Nini unakiona kabisa hichi kiko Sodoma na Gomora? Yawezekana ndoa yako, yawezekana biashara, yawezekana kilimo chako, yawezekana kazi ya upati kwa sababu uko Sodoma na Gomora. Basi mtumishi wa Mungu anasema usipange kukosa ibada hii kubwa, ibada yenye nguvu, ibada itakayohakikisha unapata matokeo makubwa na kuanza maisha mapya kabisa yakiwa na amani na baraka tele zikidondoka kwenye maisha yako, kwa sababu hautokuwepo kwenye ardhi iliyolaaniwa, hautokuwepo kwenye eneo ambalo limepoteza nuru. Umekuwa kwenye eneo lenye giza, utakuwa kwenye eneo sasa lenye neema kwenye maisha yako. Jina langu ni Bryson Kivuli. Ninafanya hivi kwa niaba yake mtumishi wa Mungu Evangelist and Apostle Anthony Mkane.